Hallelujah. 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 Tunashukuru tena Mungu jioni ya leo kwa kutujalia neema na kutupa kibali cha kusimama tena machoni pake. Jina la Bwana wetu ulipewe sifa sana. Nashukuru Mungu sana sana kwa uchungaji wake mwema. Tunashukuru Mungu sana kwa baraka ya uzima. Nashukuru Mungu sana kwa upendo mwingi. Nashukuru Mungu sana kwa kibali chake. Nashukuru Mungu sana wakati huu. Tunataka kuomba wewe ambaye unahangaisha moyo wako na unasahau ya kwamba Mungu hataki uhangaike. Mungu anataka kabisa uamini, ambayo inawezekana. Mungu anataka uamini na kabisa uona inawezekana. Sahihi ni vigumu mtu amini ya kwamba jambo fulani inawezekana. But here I'm telling you the truth that it is possible. Hata tumwendea Mungu na verse hii moja inasema Waebrania 11. Tuende kusoma mstari wa 6 ambayo unaujua vizuri sana. Nataka tusoma mstari wa 6, unajua vizuri sana. Mstari wa 6 wa Hebrew ambayo itatusaidia kuomba, itatusaidia kuendelea na maombi yetu, itatusaidia kusimama kabisa, kuwa strong, itatusaidia kabisa kusaidika hata imani yetu, hata Ukristo wetu. Tunaenda mbio kwa Hebrew hiyo 11. Utasikia vizuri sana vile Mtume Paulo ambaye ni mhubiri wangu, ni mtume wangu, usikie vile alivyoongea kuhusu na kumwendea Mungu. Usiendea Mungu ukiwa na vitu vingi kwa kichwa. Usiendea Mungu ukiwa na plan 1 and 2, plan A and B. Unaenda mbali sana, hata plan D. Usiendea Mungu hivyo. Have only one plan. Na with that plan, just believe God and remind him. Tunasoma Hebrew chapter 11 verse 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Imani ni vitu tunavyotarajia. Imani ni mtarajiwa. Ukitarajiwa kitu kinatoka mahali fulani, uliambiwa kuna mtu atakuletea kitu fulani, utaitaridia kabisa. Hata kama mtu ule anakuambia hata kuja, bado wewe utatarajia kwa sababu uliweka tumaini lako hapo. But imani ni
imani kwangu mimi, vile navyoelewa imani, ni kuamini kitu ambacho hayuko. Watu unayamini kama iko, wewe unayamini kama itafanya. Bwana pewe sifa. Asema pasipo imani, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko. Nataka asubuhi, usiku wa leo, uamini kwamba Mungu yuko. Tutakuwa na maombi dakika 2 tu na tutashare neno la Mungu mali tuliachia jana. Na nataka kuanza ujombe kwa sababu you are down. You are down. Unajiuliza maswali mingi sana, unabaki unafikiria vitu vingi sana vikusaidii. Biblia inasema kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na the more you think a lot, unaendea unatenda na dhambi hapo ndani. Unapika mdomo, unakasirika, sijui hata unakasirikia nani. Ati Mungu anakuacha, Mungu anatuacha. Nani aliyekwambia Mungu anatuacha? Paragraph 2 inasema kwa maana mtu hamwendeaye Mungu lazima. Mtume Paulo anakulazimisha uamini Mungu yuko. Bwana kwa sifa. Before tuombe, nataka nikwambie haya mambo ikusaidie. Mtume Paulo anasema hivi, lazima. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko. Usipoamini Mungu yuko, ni vigumu sana hata maombi yako itoka ndani ya nyumba yako ama mahali unaombea hapo. Usipoamini. Kama kuna koma, maana yake tunaendelea. Haya. Amini kwamba, lazima amini kwamba Mungu, yeye yuko. Yeye ni nani? Mungu. Si pastor yuko, Mungu yuko. Yeah. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Huwapa thawabu wale wamtafutao. Maana yake wale wanaomtafuta Mungu wana mambo yao, wana line yao na Mungu peke yake. Sina mtu hata malaika aingie huko. Hiyo si ministry ya malaika. Inasema lakini wanaomwendea Mungu lazima. Nataka usiku wa leo usahau maombi yote umeshawahi omba na kuombewa. Maombi si ya kuandika kwa karatasi unaanza kusoma. Maombi ni maongezi ya mtu na Mungu. Manake mtu na Mungu wake. Inatoka wapi? Inatoka ndani ya moyo. Wale wanaoomba kusoma kwa karatasi wanajua wanaweza kupoteza. Jana nataka nikwambia kitu ya maana sana. Ukiona maombi inaandikwa kwa karatasi, kuna mtu fulani anataka kupendeza. Anataka kupendeza hapo na maombi yake kwa karatasi. Anataka kupendeza huyu mtu kwa sababu vitu atataja hapo ni vitu ya kuandika, haitoki kwa moyo wake. That's why wengi wa maombi hivyo haikubaliki, haisikiki, haiendi mahali popote. But maombi ni maongezi. Maombi ni kuongea na Mungu. Sina mtu, ni wewe na Mungu mnaongea. Unamwambia hali ya moyo wako. That's why nilipendelea sana wakati Roho Mtakatifu kuniongelesha kuhusu Hebrew chapter 11 verse 6.
Anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima. Hapa mtume anakulazimisha kwamba muda unaochukua machoni pake Mungu si wa bure. Lazima before uchukue huo muda, lazima you have to make sure that God is there waiting for you, waiting to hear you. But unapata mtu anaomba, wewe anamaliza masaa, kisha nakwambia, kwani hii maombi nasikia Mungu anaisikia kweli? Ni kama haijaenda, maana ikienda inaasha moshi. Wakristo, acheni vitu vingine. Hii maombi haijaenda. But kama haijaenda, mbona uliinsist sana? Kama haijaenda, si ulikuwa unasikia haiendi? Na mbona sasa uliinsist sana ati sijui hata kama hii maombi inasikika? Kweli Mungu anasikia? Sasa unauliza nani? Na mbona uliomba? Without faith, it is impossible to please God. Without faith. That's nataka tuombe. Kwa hiyo situation, haiko tu Kenya hapa kwetu, yuko everywhere, all over the world. Kila mtu analia, kila mtu anatetemeka. Kwa sababu we don't know who is who has it. Hatujui. That's why wanatuambia tukae kwanza kwa nyumba wakiangalia. But kukaa kwa nyumba siku, this is not a punishment. Hii ni serikali anaamua, anaona watu wataumia sana. Bwana posifa. That's why nataka tuombe. Ikisha kuomba, nitakuongelesha kidogo ndio tumalize tulale. Asante sana Pastor Moses. Asante sana na Mama Kapi. Asante sana Monica. Wow. Que Dieu te bénisse ma chérie. Asante sana Cedar, je te vois. Wale watu wako line Dan, je te vois. Nimekuona kabisa. Batu tuombe. Anaweza Bwana. 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 Anaweza. Joni tumwimbie. Tumwimbie Bwana. Tumwimbie Bwana. Tumwimbie Bwana. Tumwimbie. Joni tumwabudu. Tumwabudu Bwana. Tumwabudu Bwana. Tumwabudu Bwana. Tumwabudu. Leo tumusifu. Tumusifu Yesu. Tumusifu Bwana. Tumusifu Bwana. Tumusifu. Aya, tuombe. Bwana uwezo, tunakusifu, tunakutukuza, tunakusifu, tunakuinua, tunakusifu, tunatakasa jina lako ndani ya mioyo yetu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina takatifu
jina la uweza, jina la ushindi, jina la baraka, jina lililotuokoa, jina lililonitoa mbali na kunifikisha mahali niko. Bwana, si kwa sababu mimi ni muombaji sana, si kwa sababu mimi ni mtakatifu sana, si kwa sababu mimi ni wa nguvu sana, si kwa sababu mimi sina na sababu yoyote ya kuonyesha mahali nimefika. Ni kwa sababu ya, hakuna sababu, ni neema yako Mfalme. Kama aji wa leo tumesimama juu, miaka hiyo yote tukauza ujana, nikauza ujana wangu for free, nikasimama wakati uliponiita Mungu. Leo hii kama bado niko juu, wale tulianza nao pamoja kuomba, tuliokoka pamoja, mwaka mmoja hawako, wengine wamekufa, wengine hawaombi tena. Bwana, kama nimesimama aji wa leo, si kwa sababu I'm a special man. I'm not a special one. No, ni kwa sababu ya kibali, neema yako juu ya maisha yangu. Bwana uwezo, si kwa sababu unanipenda kuliko wale wengine watenda maovu. Ni kwa sababu tu ya neema na wito na kazi ulionipea nifanya. Si kwa sababu kuna mtu mwenye hawezi kufanya hiyo kazi. Kuna watu wengi, kwa sababu Elia alipokuongelesha akakwambia, Bwana, Mfalme Ahab na mke wake wanaua manabii wote wa Mungu, nimebaki peke yangu. I remember what you told him. Unamwambia Elia ya kwamba, Elia, you are not alone. I have 7,000 prophets ambaye hawajapiga, hawajaribika, hawajaribika, hawajakuwa na virus yoyote, hawajapiga magoti yao mbele ya masanamu na vitu na watu. Niko na 7. Bwana, wakati huo mimi ni mmoja wa 7,000 uliyetoa kwa sababu ya kazi fulani, kwa sababu ya mission fulani. That's why Mungu, niko na uhakika ya kwamba hapa ninapofungua kinywa changu kukongelesha, you are here. You are here to hear me. You are here to answer me. You are here to direct me. You are here to guide me, Lord. You are here. You are not far with me, Lord Jesus. That's why Biblia inasema kwamba pasipo imani ni vigumu nikupendeze. First of all, I believe that you are there waiting to hear my voice. You are there waiting to hear my prayer. You are there to search my heart. Oh, you are there to help me. You are there to answer me and to bless me because you are my Father. That's why I'm very sure, 1,000% ya kwamba Mungu utanisikia. Utanisikia, maombi yangu haitatupwa mbali. Naamini kwamba Mungu utanisikia. Utanisikia vile utakavyomsikia Pastor Moses. Utanisikia vile utakavyosikia Mama Kapi. Utanisikia vile utakavyosikia Monica. Utanisikia vile utakavyosikia Mama Philo. Utanisikia vile utakavyosikia Dan. Utanisikia vile utakavyosikia Anderson. Baba, utanisikia vile utakavyosikia Pastor Boni, Pastor Katere, Pastor Smith, Bill. Bwana, utanisikia vile utakavyosikia Cedric. Bwana, utanisikia vile utakavyosikia Murevi. Bwana, utanisikia vile utakavyosikia Ronald. Mungu wa uwezo, utanisikia. That is what I believe. I believe that my faith is there. I want to connect my faith with your presence kusudi unisikie. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, watu wote wanatetemeka. But when I read my Bible, John chapter 14 verse 1, Biblia inasema kwamba tusifadhaike mioyoni. Oh, Yesu huyo anaongea vizuri, anaambia wanafunzi wake na watu walikuwa hapo, let not your heart be in trouble. Believe in God. That's why I'm here, because I believe in you, Lord Jesus.
I believe situation hii itapita. Situation hii haitabaki ya milele. Wewe ndio Mungu wa milele. Situation hii hakuna siku itabaki ya milele, but wewe ni wa milele. Ebola ilikuja ikavamia watu, sisi tukabaki. Ukimwi iko inaua watu hadi wa leo, sisi tuko. Hata hii corona itaenda, tutabaki. Why? Because we have a mission. We have a mission. We were appointed by you, Lord. Chosen by you, Lord. That's why hiyo upepo yote itatingisha ulimwengu. That's the Bible. Ya kwamba ulimwengu utatingizika. But wale wanaweka tumaini yao ndani mwako hawawezi kutingisha kwa chochote. Mungu wa uwezo, wewe ni mahali pa kukimbilia. Hata kama vile unafunga makanisa, ati makanisa watu wenye kupatikana na hiyo virus wakienda kanisani wataleta shida, watambukiza watu wengi. Ni kuelewa kwa watu. Nakumbuka hiyo siku Saturday, last Saturday, rais alisema hata watu wa sayansi wanataka Mungu. Watu wangeelewa hapo ya kwamba Mungu njoo yote. Bwana, watu hawelewi, watu hawaamini, watu wanatetemeka. Ulimwambia Yeremia, ukitetemeka mbele ya watu hawa, nitakutetemesha sana. Bwana, sivundiki moyo, sitetemeki, kwa sababu you are there waiting to hear my voice. You are there. Hallelujah. You are there, Mungu wa uwezo. Uko, haubadiliki. Hakuna mtu alikuendea. Biblia inasema kwamba siku moja asubuhi mapema watu wakamwona Musa akipita anaenda hekaluni. Walipoingia hekaluni, wingu ikaja ikafunga hekalu. Musa akaanza watu walimsikia Musa. Wale walikuwa karibu na hekalu wakamsikia Musa. Macho yao ikaona hekalu yenye inafunikwa na wingu kutoka juu mbinguni. Bwana, watu wote, Biblia inasema kwamba watu wote wakaenda kwa magoti wakaanza kuabudu Mungu kwa sababu walimsikia akiongea na Musa. Antifika pota aklesha islahata kufa skipota atapleda jelisisi ile halwaleda. Yehova uyamita, Yehova uza usala kuba kina dahate saplifiskapo. Muwezo wa yote unatuwezesha, utatuwezesha. Vita hivi imeinuka kwa kuangaisha watu. Vita hivi inaangaisha wale hawana, walikuwa na tumaini. Akisikia kichwa kidogo anaingia kwa ndege anaenda Ulaya. Walikuwa na tumaini, akisikia kichwa kidogo anaenda China hospitali, anaenda India hospitali, anaenda England hospitali. But leo na England wanalia, China wanalia, Australia wanalia, Amerika wanalia, wanaona hakuna mahali pa kwenda na pesa wanayo, wanja ya ndege yuko ya kufunga. Bwana, sisi tunainua macho yetu kwako, kwa sababu wewe ndio kila kitu. Wakati watu wanahangaika, wakati watu wanaogopa, sisi hatuogopi. Sisi hatuogopi, Roja asiogopi. Bwana, naamini ya kwamba watu wataniona nikitembea kwa barabara, but mwenye kukava na uwepo wako, mwenye kukava na utukufu wako, ni vigumu sana nipatikane kwa vitu kama hivyo, kwa sababu I know where I am, I know who I am and who is God for me. That's why John ya leo naombea wale wanakufa moyo, wale wanatetemeka. Wengine sahi walienda nyumbani wakikimbia kwamba Nairobi inachafuka na virus, acha nikimbia nyumbani. Mahali pa kukimbilia si nyumbani, mahali pa kukimbilia si Amerika, mahali pa kukimbilia si kwa nyumba yako. Acha Mungu, tunakimbilia kwako. Na kuja na hao watu wote watanifuata, hao watu wote wananifuata, na kuja nao kwako. Naona ndugu yangu anatumia ujumbe kwamba hata New York watu wanakufa wengi sana, na yeye anaishi New York. Mara moja nilimwongelesha nikamwambia, hapana ndugu, usiogope, usiogope. Tazama Mungu,
Tazama Mungu anaweza. That's why nakabidhi Tino na familia yake yote mikononi mwako. Nakabidhi Fred na familia yake yote mikononi mwako. Nakabidhi Mzee Patrick na familia yake yote mikononi mwako. Mungu, nakabidhi Emmanuel na familia yake mikononi mwako. Bwana, nyosha mkono wako. Bwana, nyosha mkono wako. Nakabidhi baba yangu Kape mikononi mwako na familia yote. Bwana, nyosha mkono wako. Nakabidhi ndugu yangu la Jean-Claude Pongo mikononi mwako. Bwana, nyosha mkononi wako. Nyosha mkono wako. Nakabidhi Dr. Chikonga mikononi mwako. Nakabidhi Christian Michel mikononi mwako. Bwana, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Bwana, nyosha mkono wako. Nakabidhi Lilandaye mikononi mwako. Bwana wa uwezo. Nakabidhi Grace Ndiuni mikononi mwako. Bwana mkubwa. Nakabidhi Joshua mikononi mwako. Nakabidhi Miriam mikononi mwako. Au watu wote wakae ndani ya mikono mwako. Mikono mwako zambi. Daute fako tuwakla ide efes kapro. Iwa sela ide otakla te pleza ifi. Iwa sana tekla tahai. Da proze sele va utkopa za huka prada chikle hadi de ishan fa utuweni da. Kubali mfalme, maombi yetu. Naongoza watu ulionipa kuongoza. Bwana, nakuja nao usiku wa leo. Wale walizoea kanisa na watoto wao wanajiuliza maswali nyingi sana, what will happen tomorrow? Bwana wa uwezo, usiku wa leo nenda basi waongeleshe na wakabidhi mikononi mwako. Acha usiku wa leo waone mkono wako. Usiku wa leo hata Kenya yote waishi mkono wako. Mungu, mahali kuna hiyo virus inajificha kwa watu wawili ama watu watatu, watoke nje wajitambulisha kwa serikali ya kwamba wanayo, wasaidika, watapona, watakufa. Mambo inayoua watu ni woga. Woga inakuwa nyingi sana kwa watu, hawaamini tena. Unapata hata wale wa Kristo, hata wale wahubiri wenyewe tulijua kwamba ni wahubiri wa nguvu, but mbele ya hii virus wanatetemeka, hawataki hata kutoka nje. No, Mungu wa uwezo, acha wewe Mungu unayechakua watu na kuwapea jukumu la kusimama mbele ya watu. Kubali mfalme, tunakuja kwako. Ulisema mwenye kuja amini ya kwamba wewe uko. That's why usiku wa leo tunaamini na wapendwa wote pamoja. Tunaamini ya kwamba wewe uko na wewe utatulipa. Hatujawahi kuja kwako Mungu, hakuna mtu aliyekuja kwako na akaomba na akamaliza akabaki vile alivyokuja. Sijawahi kuona yoyote aliyekuja kwako, hata ni mtenda maovu wa aina gani, Bwana akikuona tu. Hapana, lazima kitu fanyike kwa maisha. That's why usiku wa leo nataka wapendo wa kuishi spiritually, physically, waishi kitu kipya ndani ya maisha yao, kwa sababu hatutakufa kama bado hatujakula mema ya nchi. That is the promise. That's what you said. Hatutakufa kama hatujakula mema ya nchi. Bado hatujakula, kazi hatujafanya, kuhubiri hatujafanya, kujenga hatujajenga. Bwana, hii virus itatuacha vile ilivyotukuta. Tabuka pa Isla what de idefaso ukapro de teshi da walfat de prase eplets skaposa ulfa greza sklerade ao better de atopletion ki prosa high you are the edefasti this is na de ade otaple da kai resela de konso la de otwashi nyosha mkono wako. Ulimwengu wote unalia, nyosha mkono wako. Yatima wanalia, nyosha mkono wako. Wazee wanalia, nyosha mkono wako. Mungu wa amani, Mungu mwenye upendo tele, Mungu mwenye upendo mwingi. Bwana, sikia ombi langu. Kama kuna uchafu wowote uliona haikukupendeza, Bwana, nanyenyekea ndani ya moyo wangu, nanyenyekea, naomba msamaha kwa nchi yote, naomba msamaha juu ya nchi yote, juu ya ulimwengu wote. Naomba msamaha kwa wale hawamini kabisa, wanapiga mikono, wanasema hakuna Mungu, but sahihi all of them wanaamini kwamba kuna Mungu. Mahali pa kukimbilia si Amerika tena, kwa sababu Amerika anatafuta hata asikia Afrika kuna mtu fulani anatoa hiyo dawa ya kumaliza hiyo ugonjwa, atachukuliwa na familia yote, ataenda. But sasa watu lazima warenew waaminifu wao, warenew Ukristo wao, wacha kuangalia vitu, waliangalia vitu viliisha. Bwana, takaza ulimwengu wote.
hata wachawi, hata waganga, hata wale wanaovuruka watu na vitu vya uongo na unabii ya uongo, kwa sababu saa hii kila mtu anakuwa nabii. Mungu na unaona, unashtuka na kuomba mfalme, na nyenyekea chini ya miguu yako na kuomba mfalme, na kuomba Mungu wangu, wewe unisikia, na kuomba, sikiza sauti yangu, sikiza sauti yangu, tuishi wana wako, na kuomba. Tumekuja kwako na uhakika, mimi naamini kabisa uko na usiku huu unatenda jambo kwa maisha dada fulani, kwa maisha ndugu fulani anakufa moyo, kwa maisha ya yeyote familia fulani wamekufa moyo. Kuna wale wanakwama hata nyumbani, fea inaenda juu sana. Kuna wale saa hii hawana hata chakula kwa sababu kazi ilifungwa. Bwana wa muujiza, Bwana Mungu anayetenda makuu, Bwana Mungu asiyebadilika, una uwezo wa kubadilisha this situation kwa dakika, hata si dakika, kwa sekunde. Tukifunga tu macho, tunafungua mara moja. Hakuna mambo ya kusema virus hiyo bado inaendelea. That's why nakabidhi ulimwengu wote mikononi mwako. Utuonee huruma vile ulivyomsikia Abrahamu. Nisikie pia usiku wa leo na wapendo au wengine. Utuonee huruma. Pona ulimwengu, pona ulimwengu. Sikusema haukuona virus hii ikitengenezwa, ikija, uliona ukayacha. Uliacha kwa sababu ya kuonyesha watu fulani ya kwamba wewe ni Mungu. Uliacha kwa sababu ulijua lengo lao si mzuri. Wao ndio walijua lengo lao, but wewe ulijua kwa sababu hawakukuliza. Wanataka kumaliza watu, even innocent people. Saa hii tunarudi kwako. Rais Magufuli anasema kwamba wakati huu ni wakati wa kumkimbilia Mungu. Ni wakati wa kuendea Mungu, kumuliza, kumuomba. That's why tunakuomba, wewe unasikia maombi. Ukiangalia makosa ya dunia, hakuna hata mmoja ataishi, hakuna hata mmoja. But tusamee kuhusu, tukuogope na tukuheshimu. Asante Mungu mkubwa. Asante kwa maombi haya. Asante kwa mpendo yote alikufa moyo. Saa hii unainua tena moyo wake. Asante kwa sababu haukujua ni lazima aweke imani kwanza ndio aombe hata dakika moja. Bwana, asante kwa kutusikia. Asante kwa kujibu. Asante kwa kuweka sikio lako kwa maombi yetu. Bariki kila mmoja wetu aliyefuata maombi haya na yule atafuata baadaye. Ache iwe na impact kwa maisha yake. Asikie uwepo wako. Bwana, asante. Ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. 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 Wow. Hallelujah. Mungu akubariki sana. Basi unipa dakika hata 15 hivi. Nataka tusome Biblia. Lea, Mungu akubariki sana. Asaf, Oze, Mungu akubariki sana na nyumba yote. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nataka tusome kidogo Biblia na kisha tumalizie hapo. Tunaenda kusoma kitabu cha Luka. Luka mtakatifu, chukua Biblia yako kwa sababu huko kwa nyumba, chukua Biblia yako. Tunasoma Luka mtakatifu. Ni kusoma tu. Kisha taongea kidogo. Luka mtakatifu 21 chapter yake na verse yake 33. Luka mtakatifu, Luke chapter 21. Luke chapter 21 verse 32. Tunasoma hapo mistari kadhaa.
ambayo itatusaidia. Ukifika hapo sema haleluya, nimefika. Ya hii makaratasi nilitoa kwa kuonyesha wale watu wanaoandika maombi yako kwa makaratasi ni njia ya kupendeza mtu fulani. Mwenye naona hapo anaweza kumupa kitu. Kisha anaomba hivyo, anatarajia Mungu amupa kitu. Haya, tunasoma, tunaanza na verse 32. Are you there? Luke 21 from 32. Amin, nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimia. Huyu ni Yesu anaongea. Kizazi hiki haitapita. Lazima mambo yote itafanyika. Mambo ya nguvu itafanyika, vita itakuwa, ukame, earthquake itakuwa, kuna vitu vingi, mvua itakuwa, upepo itakuwa. Si tu kuna locust, unaona kama mtu anajali tena locust. Walisahau. Watu wakasema acha locust ikula mahindi, tuna ingine kwa store. Sasa ni corona virus. Yesu anasema kizazi hiki haitapita. Wow. Hakitapita hata hayo yote yatimie. 33. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Unajua hauko mbinguni, uko duniani. But Yesu anasema mbingu na nchi itapita. Make sure kama wewe uko connected kwa vitu ya nchi, vitu ya dunia. Wakati safari ya mbingu na nchi kupita, hata wewe utapita. Uko very much connected kwa vitu ya dunia. Hauna muda na Biblia hata kidogo. Asema mtu mwingine alikuwa ananiambia, mateso kani unayo inayokufanya uombe sana, si uniambie nikusaidie. Nikamwambia huwezi kunisaidia wewe. Mimi siombi kwa sababu ya kuteseka, naomba kwa sababu niliitwa muombaji na Mungu. Sijaomba kwa sababu ningekuwa nateseka, ningekuuliza, ningekuomba kazi, ungenipa kazi. But unaona sikuombi chochote, maana siteseki mimi. Niko sawa vile nilivyo. Niko sawa. Hatuombi kwa sababu ya kuteseka. Hatuiti wa Kristo kwa sababu ya kuteseka. Kama ulito Mkristo kwa sababu ya kuteseka, change. 33 inaleta woga. Yesu njoo anasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu, maneno haya na kuongelesha haitapita. That's why Mungu anamwambia Musa, ambia Israeli neno hii, sheria hizo wayaandika kwa ukuta zao, ikiwezekana hata kwa mikono yao waandike, waanze kusoma, kwa sababu haitapita. But vitu vyote dunia itapita. Kwanza mbingu kwenye Mungu anakaa inapita. Yesu alisema mbingu na nchi itapita, but maneno lake haitapita kamwe. Haitapita kamwe. Do you have a word? Do you believe in the word of God? If yes, thank God. Virus haitapita, itapita wewe, hautapita, itapita na wale hawako na neno. Bwana sifiwe. Nakwambia ukweli, virus hii wale hawana neno itapita nao. But wale wanashika neno itagonga, inapita, wao wanabaki.
Wow. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Full stop. Haya mambo na kuongelesha, weka manane. Nunua Biblia, achana na Biblia ya simu, nunua Biblia, uwe na Biblia, kwa sababu simu itapita. Basi najua hata hii simu ya Biblia, Mungu hao watu walifanya vizuri sana, tuko na simu kwa Biblia, hatuwezi mambo kuchukua tena Biblia. Simu itazimika. Ikipata virus, wewe mambo ya virus tunasikia haijaanza leo. Hata simu inapataka virus. Unaanza kupika kidole hivi, kuna virus. Unaenda kufanya kama hivi, kuna virus. Kani virus ni mbaya sana, inaharibu memory yote. Hapo fundi anapata mali pa kukulia. Manake itapita, hii vitu itapita. But this one haitapita. Asema mbingu na nchi itapita, but neno lake haitapita kamwe. Are you connected to the word of God? Question mark. Tuendelea, tumalize 34. Basi jiangalieni mioyoni yenu, isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego. Unasavyo, siku ile usipojangalia, siku ya Yesu itakuja kwa ghafla. Usipojangalia, unasoma vizuri. Asema basi jiangalieni mioyoni yenu, isije ikalemewa na ulafi. Unakula from Monday to Monday. Unakula from January to January. Tumbo inafura, unaanza kutembea tumbo ndio hiyo. Kumbe ni mavirus na kumbe ni mavirus na jia kwa tumbo. Asema mjangalieni mioyoni. Angalia, Biblia inasema kwamba heri mwenye moyo safi. Kwa nini moyo safi? Kwa sababu ni yeye atakayemwona Mungu. Yesu anasema jangalieni mioyoni mwenu. Angalia moyo wako. Tunakula sana. Leo ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3. Kuna siku libaki bila kula, ukapiga magoti. Tunakula sana kabisa. Kuna siku ulikaa hivi njaa, chakula iko, ukasema hata niombe, nitakula jioni. Kuna yeye. Yesu anasema jangalieni. Mungu akubariki kama unafuata. 35. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia mzima. Itakuwa hivyo. Najua kwa njia mwingine mimi nasema ni kama Mungu anajaji watu fulani hivi kwa mambo yao walifanya. Njo corona ikaja from nowhere. It can be a judgment to others. No one knows. But wewe ujangalie. Maisha yako inapendeza Mungu kweli? Wewe ujangalie. Bwana sifiwe. I think kuna wale wanafurahia sana kwa sababu kesho kuna maombi.
hakuna kanisa, na mvua inanyesha atalala. Ni sawa, lala, but ujangalie maisha yako inapendeza Mungu ama unaogopa tu. Unaweza kuosha mikono na kuambia kama ni wewe, ni God judgment to you, utaenda. Unaweza kujifungia kwa nyumba hata siku zote zinabaki, but Mungu kwa sababu anakutafuta, anatafuta tu Mungu njoo anasukumaka watu. Bwana asifiwe. Aya ya mwisho ndio hii 36. Basi kesheni nyinyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote. Kesheni nini? Ndugu, dada, kesha. Ukiwa na moyo safi, maombi itaflow. Utashtuka unafanya 2, 3, 4 hours kwa magoti. Asema kesheni nini? Wakati kama huu nini kesheni? Usifanane na watu wote. Usiulize mtu swali. Rudi kwa magoti, kesha. Ambia Mungu, it is time for you now to work. To defend your people. To defend us. Kesha. Asema kesheni nini? Luke 21 verse 35. Yesu anaongea, anasema nini kesheni mkiomba? Ili mupate kuokoka katika haya yote. Haya yote nini? Katika hii virus. Kesheni muombe. Haya, dakika yangu imekwisha. Wewe baki na hiyo. Na Mungu akubariki. Tumalize tuombe. Bwana wa uwezo, asante. Jina lako lipewe sifa. Jina lako litukuzwe. Bariki wapendo hao wote. Wanaacha kuangalia TV, vipindi vyao. Wanaacha kuangalia kila kitu ambayo inapendeza. Wanajipa discipline ya kuweka masikio na kusikia neno lako. Bwana, mimi nimeongea kama mtu. Hata wewe ndio unajua mioyo yao, udhaifu wao, makosa yao unaijua. Uwasaidie. Wageuza macho yao. Wabadilisha maombi yao. Wabadilisha fikira zao. Wabadilisha imani yao. Let this word make them strong again and again. Because it is your word. Hata kesho kama tutaenda kanisani, Bwana, tukilala tukumbuka neno hii. Iwe neno ya baraka kwetu. Acha usiku huu tujikabidhi mikononi mwako tena Mungu. Tukae chini ya ulinzi wako. Tukifikiria haya, hatutaokolewa kwa kukaa kwa nyumba. Tutaokoka wakati tutakesha kwa maombi. Maombi itatufanya tuwe watu wa nguvu. Jina lako lipewe sifa. Kwa hiyo Musa alikuwa mtu wa nguvu sana kwa maombi. Siku alipochoka akamuita Joshua, akamwambia Joshua, sina tena nguvu nilikuwa nayo ya kuingia na kutoka. But ona Joshua 85 years asema until now niko na nguvu ya kupigana na kuingia na kutoka. Na kama vile siku Musa aliniita, when I was 40, Musa kanita kuanzia hapo hadi wa leo niko 85. After 45 years, Joshua alikuwa na nguvu akiwa 85. Ambia Mungu akupa nguvu ya kusimama. Ambia Mungu akutia moyo. Ambia Mungu akupa masikio mapya, macho mapya, moyo mpya safi na kumpendeza na kumsikia. Hautaogopa.
Jina la Bwana ni ngao, wenye haki wanakimbilia. Wapendwa, tukimbilia Bwana. Njoo, the last word yuko kwake. Asante Mungu wetu, tulala salama kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen. Kesho masaa kama haya tutakuwa na ibada kesho hapa tu. Ukiwa na wakati from 12 tutakuwa na ibada. Tutaomba, tutahubiri tena, tutaomba na Mungu atakubariki. Mlala salama na Mungu wabariki nyote.